Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya nini kumtaja Muislamu mwenzako na kumpakazia Muislamu mwenzako na kumwaibisha Muislamu mwenzako? Sababu ya wewe kumwaibisha Muislamu mwenzako anaitamka shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hivi wewe mwenyewe ushajiangalia mapungufu uliokuwa nayo, matatizo uliokuwa nayo? Lau watu watakaa kukueleza wewe mwenyewe, basi utashangaa na utajuta kwa nini umezungumza maneno ya watu, kwa nini umewaibisha watu, kwa nini umewataja kwa vibaya. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameshatufundisha mafundisho yaliyokuwa mazuri. Wakati ambao wewe wajisikia mdomo wako kutaka kutamka aibu ya mwenzako, basi kwanza hebu eleza aibu yako, eleza matatizo yako, eleza shida zako, ulimwengu wajue aibu zako ulizokuwa nazo, ndio uweze kutaja aibu na mapungufu ya mwanadamu, ya Muislamu mwenzako. Idha aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika. Ikiwa wataka kutaja aibu ya wenzako, basi hebu tueleze aibu zako, tueleze mambo yako, tueleze wewe ulivyo. Ukiwa utatueleza wewe, basi waweza kumweleza aibu ya Muislamu, ya mwanadamu mwenzako. Lakini kama huwezi kutaja aibu zako, basi Mtume sallallahu alaihi wasallama akwambia acha kutaja aibu za mwanadamu, za Muislamu wenzako. Min husni islami almar'i, kutokamana na uzuri wa Uislamu wa mtu, tarkuhu ma la ya'nihi, ni kuacha yale ambayo kwamba yasiyomhusu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.